الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول المولى الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumo katika utangulizi wa mazungumzo yetu kuhusu maadili na tabia njema katika Uislamu au akhlaq. Leo tumo katika kipindi chetu cha 6, lakini bado tumo katika ule utangulizi tuliosema kuwa una lengo la kuandaa mazingira mazuri yatakayomsaidia msikilizaji wetu na mtazamaji wetu kuelewa makusudio ya akhlaqi katika Uislamu, makusudio ya tabia njema ya maadili katika Uislamu na uhusiano wake katika kujenga jamii ya kibinadamu, kuifikisha katika malengo yaliyokusudiwa na malengo wanayoyakusudia, malengo ya kuwa na ufanisi na mafanikio katika maisha hapa ya duniani, kupata maendeleo ya kweli. Mbio za walimwengu huko wanapokwenda wana kasoro katika mbio zao zote. Kwa hivyo wanapofikia hatima ya mbio zao wanajikuta kwamba hawakufikia yale malengo waliyokusudia. Mtu anaweza kukusanya mali kwa kila namna akidhani kwamba atakapokamilisha ule ukusanyaji wake au atakapofikia katika kiwango fulani cha ukusanyaji cha kumpa uwezo wa kutibiwa mahala popote, kuwa na nyumba nzuri yenye kuvutia ya hali ya juu, kuwa na kipando kizuri, kuwa na mke mzuri, kusomesha watoto wake katika shule nzuri, hudhani kwamba atakuwa tayari kafikia malengo yake na hatimaye ataishi maisha ya faraja na starehe, atapata kile wanachokiita happiness. Lakini anapokwenda mbio akafikia katika nafasi hiyo, katika kiwango hiko, hujikuta kwamba
hapati ile faraja na utulivu wa nafsi, bali mara nyingine hukuta kwamba hali yake ni mbaya zaidi tukizingatia utulivu na faraja kuliko kabla hajapata hivyo vyote. Kwa hivyo lazima tujadiliane masala haya, bila shaka yana kasoro, na lazima tufahamu ni wapi walimwengu walikosea. Bila shaka tumeeleza haya, kwa sababu binadamu alipokwenda mbio kutafuta mke mzuri anayevutia, akidhani ndio mahala pa utulivu na faraja, alipompata baada ya muda aligundua kwamba sivyo. Akapigania pengine kupata mke wa pili au hata kumuacha yule aliyekuwa naye ili abadilishe, lakini huhangaika tu kwa sababu hajajua chanzo cha utulivu wa nafsi, chanzo cha saada na ile furaha na burudani katika maisha na utulivu katika maisha haipatikani katika hivyo vitu alivyovilenga. Pengine alidhani akiwa na mali kama ya Qarun itamfanya apate saada, raha, burudani, starehe. Alidhani kwamba akipata nyumba nzuri yenye vyumba vya kutosha, vipana na vifaa vya kutosha ndani ya nyumba ataipata ile saada anayoipigania. Lakini alipopata nyumba, baada ya muda aligundua kwamba nyumba ile ya kawaida, alichoka na aliona nyingine nje ambazo ni nzuri kuliko ya kwake, na pengine kama ana uwezo akafikiria kujenga nyingine na nyingine, akahangaika hivyo mpaka anaondoka duniani na wala asiipate hiyo saada. Vile vile katika ilmu akadhani kwamba akiwa na PhD, akiwa ni profesa, atapata kile anachokifikiria katika maisha, heshima, na atakuwa na mapato ya kutosha. Na pengine kweli alipata heshima na alipata kipato cha kutosha, lakini hakupata saada, hakupata furaha, hakupata faraja, hakupata happiness. Hivi ndivyo dunia inavyokwenda. Sasa haya unaweza ukawa una tajriba nayo, una experience nayo, una uzoefu nayo, kwa sababu pengine umeshaoa au umeolewa, na lile ulokuwa ukilihisi kabla ya kuoa, au kama ni mwanamke kabla ya kuolewa hulihisi. Hamu yako na mbio zako zote ni kwamba upate mwenzako unayempenda, muishi pamoja. Wakati wa uchumba ulikuwa ukihisabu tarehe za ndoa na ukiamini kwamba ukiwa ndani ya ndoa ndio utafikia kilele cha ile furaha unayoisikia. Lakini ndani ya familia ikatawaliwa na mizozo, vurugu, ukaichukia hata ndoa. Lakini kuna kuchokana, kuzoeana hata kama hakuna mzozo. Ukafikia mahala ukahisi kwamba faraja utaipata utakapopata mtoto akachangamsha ile nyumba. Mkapata wa kwanza akachangamsha alipokuwa mdogo katika umri wa kwanza, hata alipokuwa mkaona hakuna faraja nyingine wala hakuna raha wala hachangamshi hivyo mlivyotarajia. Mkaona kwamba pengine akipata mdogo wake nyumba itakuwa na raha. Basi utakwenda hivyo mpaka itafikia mahala sasa hamu yako ni kumwambia Mwenyezi Mungu, nipe mjukuu, angalau nione wajukuu zangu kabla sijaondoka duniani. Ukitarajia kwamba utacheza na wajukuu, utaona raha kwamba na wewe umeishi umri wa kuona wajukuu na ukaburudika nao, na utakuwa na raha ukitembea na mjukuu wako, na watu wakikuuliza nani, wasema jina langu, wa jina wangu, mjukuu wangu. Basi katika nyanja zote binadamu yuko katika hali hiyo. Sasa binadamu amekosea wapi? Ndio maana tunazungumza kuhusu akhlaqi za Kiislamu, adabiyat. Tunazungumza kuhusu maadili na tabia njema za Kiislamu. Mfumo wa maisha ya Kiislamu, mfumo sahihi, ndio utakufanya uishi kwa faraja katika maisha haya. Sawa sawa una mke au hauna mke, una mtoto au huna mtoto, na kama ukiwa naye atakuwa ndio chanzo halisi
cha faraja kwa namna utakavyoishi nayo, kwa kuzingatia yale maadili ya maisha na tabia za maisha ya mume na mke katika Uislamu, maisha yako katika jamii, namna utakavyoishi na wenzako. Wao ndio sosi ya faraja au kero kwako, lakini inategemea utawatreat vipi, utaishi nao vipi. Ulikuwa ukitaka uongozi, umeupata na umekaa muda mrefu mpaka ukauona ni kitu cha kawaida, lakini lau ukiwa kiongozi mwenye yale maadili ya Kiislamu na ile tabia ya Uislamu, akhlaqi za Kiislamu, ndipo utakapoona na ndivyo utakavyoona ile raha ya uongozi na vile vile matunda ya uongozi wako. Sasa maadili tu ndio yanaweza kumfanya mtu akaona faraja ya maisha. Tabia zake, namna anavyokaa na wenzake, namna anavyokaa na mazingira yake yanayomzunguka. Ndio maana tunazungumza kuhusu maadili. Kwa hivyo Qarun alikuwa na mali nyingi, lakini ilimwangamiza, na wengi leo hii wameangamizwa na mali zao kwa namna moja au nyingine. Lakini kitakacho shape na kumodify behavior zako, kumodify maisha yako ni behavior, ni tabia zako, ndio zitakufanya uone ile ladha ya maisha ya duniani. Na hapa ndipo tulipozungumza kwamba tabia mbaya zinamwadhibu muhusika kwanza kabla hazijamwadhibu yule anayefanywa tabia mbaya. Ile husda ni kero kwa yule anayehusudu kabla ya yule anayehusudiwa. Ndio Imamu akasema, Imam Ali alayhi salam, kwamba hajapatapo kumuona dhalim anayefanana na madhulumu kama mwenye kuhusudi. Kwamba yule anayefanya husda ni dhalim, lakini ni dhalim wa ajabu kwa mujibu wa maneno ya Imam Ali, kwamba ni dhalim anayefanana na madhulumi kwa sababu yeye mwenyewe ndiye mhanga wa kwanza wa ile husda. Namna anavyoumia ndani, anavyosononeka, na ile husda inaweza ikawa ni chanzo cha maradhi yake. Uhusiano wa mwili na upande wa kiroho, kama tulivyosema, vitu hivi vinakwenda sambamba. Sasa mazungumzo yetu ambayo kama tulivyoahidi kwamba tutakuwa na utangulizi mrefu, bado hatujaanza kuzungumza yale mambo ya ndani moja baada ya jingine ya kiakhlaqi. Hatujazungumza kuhusu kibri, kuhusu hasad, kuhusu kusengenya. Tuone vina mchango gani hivi katika maisha ya binadamu, katika kubomoa katika nyanja zote za kimaisha. Tumesema tumo katika utangulizi. Nakumbuka katika mazungumzo yetu ya mwisho tulisoma baadhi ya aya katika suratul Rahmani ili kuielekeza jamii kufahamu namna ambavyo Uislamu dinul fitra, ni dini inayokwenda sambamba na fitra, maumbile asli ya binadamu vile alivyoumbwa na Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika surat Ar-Rahmani, was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizana, kwamba na mbingu kazinyanyua na akaweka mizani. Tukasema mizani ni kipimo, lakini akatuagiza kwa kusema alla tatghau fil mizani, kwamba msivuke mipaka mkakengeuka ile mizani, mkaharibu vile vipimo, kile kiasi kilichowekwa na Mwenyezi Mungu, kama ambavyo tunafanya leo hii kwa vitendo vyetu, kuharibu mazingira na kuharibu vile vipimo na mizani za Mwenyezi Mungu, kusababisha matundu katika tabaka la ozoni, kusababisha ile mizani ya Mwenyezi Mungu katika joto na baridi, joto likawa limezidi sana, pakawepo na mafuriko mengi, upepo sio wa kawaida, kiwango cha maji kikazidi katika bahari, barafu zikayayuka, pakawepo na hali fulani ambayo ile mizani ya Mwenyezi Mungu imeanza kuingia dosari kutokana na mikono ya watu. Ndio tukasema katika Uislamu uharibifu wa mazingira ni tabia, ni swala la kiadab, la kiakhlaqi, ni swala la kimuamala baina ya binadamu na viumbe vya Mwenyezi Mungu, na namna ambavyo vinaweza kumuathiri yeye katika maisha yake. Na Mungu anasema wala tulqu biaidikum ila tahluka, msifanye vitu kwa mikono yenu vitakavyokupelekeni katika kuangamia.
Sasa ili tumelizungumza kwa kiasi fulani, lakini tulisema ile ni takwin. Ni katika takwin tunatakiwa tuheshimu nidhamu ya ulimwengu, tusichafue. Sawa sawa katika bara au katika bahari, tusitie sumu katika bahari, tutaharibu viumbe vya Mwenyezi Mungu, na tukiharibu tutakuwa tumejidhuru sisi wenyewe. Tumezungumza kuhusu mwili wa binadamu namna ulivyokuwa na nidhamu ile system namna inavyofanya. Tunapozungumza neno system, mfumo, tuna maana kwamba kuwepo na vitu vingi vinavyotegemeana katika ufanyaji kazi wake. Mwili wa binadamu unategemeana katika function zake na kazi zake. Kila kimoja kinashughulika na kingine. Kila kimoja hakiwezi kufanya kazi zake vizuri bila kuwepo kingine. Figo za binadamu zikifeli, basi na vingine vinafeli na binadamu anapoteza maisha yake. Moyo wa binadamu ukifeli vile vile, kiwango cha joto kikizidi au kupungua ni tatizo. Mapigo ya moyo yakienda tofauti na ilivyokuwa ni tatizo. Kwa hivyo ile mizani iko vile. Sasa katika mbingu na ardhi na katika mazingira tunayoishi tunayoyaona, tumeambiwa an la tatghau fil mizani, tusiharibu mizani ya Mwenyezi Mungu. Lakini katika mwili wako la dharara wala dhirara, haijuzu kujidhuru, kufanya jambo kinyume na taratibu. Kwa hivyo tusiharibu mizani ya mwili, kwamba ukala visivyoruhusiwa kwa sababu vitaharibu. Tusije tukachafua afya ya akili zetu kwa kunywa pombe, kuvuta bangi, kutumia madawa kulevya, kwa sababu yataharibu ile system ya akili ya kufanya kazi. Hautofanya kazi katika hali ya kawaida, ni haramu. Kwa hiyo tusiharibu chochote katika tulivyopewa na Mwenyezi Mungu, tuviweke sawa sawa inavyotakiwa. Sasa lengo la kuzungumza haya, kuizungumza dini ya Kiislamu kama dini ya fitra, ni kutaka kusema kama tulivyosema, siku katika Uislamu inaingia vipi. Tunatizama maumbile. Maumbile yanasemaje? Kiza kinapoingia, mwanga unatoweka. Haya ni mabadiliko ya kimaumbile. Waislamu wanasema imeingia siku mpya. Kasoro ya wasiokuwa wao ni kule kuhukumu vipimo ambavyo haviendi sambamba na fitra na maumbile, lazima vilete athari mbaya katika maisha. Kwa hivyo usiku, saa 6 ya usiku haiwezi ikawa ni mpaka baina ya jana na leo, kwa sababu hatuoni changes zozote za kimaumbile zinazotuambia sasa tunaingia kimaumbile wakati mwingine. Lakini Waislamu waliposema kwamba siku mpya inaanza magharibi, ni kwa sababu kimaumbile tunaona changes zinatokea, kiza kinaingia na mwanga unatoweka. Tunaposema mwezi mwingine umeingia, kwa sababu tunaona mwezi muandamo, ni mabadiliko ya kimaumbile. Tunaposema kwamba kwa sababu ulimwengu wa leo unatuambia mtu mzima ni nani, ILO wanapozungumza, yani International Labour Organization, wanapozungumza kuhusu kazi za watoto kutumikishwa au watoto kuingizwa katika vita na kupigana, wanazungumza kuhusu mtoto ni nani na asiyekuwa mtoto ni nani. Je, wanatizama vigezo vya kimaumbile? Hapo ndipo wanapokosea. Kwa hivyo mtoto na mtu mzima wamepimwa kwa umri. Kuna nchi zinazosema akiwa na miaka 16 kwenda juu ni mtu mzima. Nchi nyingine ambazo nyingi ikiwemo Tanzania, miaka 18 kwenda juu ndio mtu mzima. Kwa hivyo mtu mzima anaanza kwa umri. Uislamu unasema hapana, kwa sababu suala si kusema tu mtu mzima. Al-ahkamu tattabi'u al-asma', na hii kwa kaida ya kiusuli tunaweza tukaitabikisha hata katika application yake, ipo hata katika dhana za kisekula, kwamba ukishaitwa muizi sasa tunatafuta hukumu ya muizi nini, tunakuhukumu. Ikiwa ile jina ile title ya uizi haunayo, huwezi kuhukumiwa. Kwa hivyo al-ahkamu tattabi'u al-asma', hukumu hufuata majina. Ukithibitika kwamba wewe ni jambazi, lile neno jambazi lililokuthibitikia wewe, ile title baadaye itafuata hukumu ya kwamba hukumu ya jambazi sasa ni nini. Sasa tunaposema mtu ni mtu mzima na huyu ni mtoto,
sheria zipo za watu wazima na ziko za watoto. Kwa hivyo utatizama, umemdhulumu mtoto mdogo, umemwajiri mtoto, umeoa mtoto, hukumu ya kuoa mtoto nini? Kwa hivyo tutatizama hukumu yake. Kwa hivyo tunapokosea katika zile title na zile concept, hukumu vile vile itakuwa ya makosa. Sasa Uislamu unasema panapokuwa na mabadiliko ya kimaumbile ndiyo yanayomfanya mtu aitwe kuwa ni mtu mzima au ni mtoto. Mtoto na mtu mzima watapimwa kutokana na mabadiliko ya kimaumbile, sauti yake, mabadiliko katika viungo vyake, anaonekana kama ni mtoto wa kike, kifua chake na sehemu nyingine ambazo zimetajwa katika fiqh ya Kiislamu. Vile vile awe na uwezo wa kubeba mimba, au kama ni kijana awe na uwezo wa kupata mtoto vile vile. Akishakuwa na uwezo huo, Uislamu unasema huyo ni mtu mzima. Kwa hivyo watu wanaweza kutofautiana, mwingine anaweza kupata utu uzima akiwa na miaka 14, mwingine anaweza akawa akiwa na miaka 16, mwingine 13, inategemea. Na kwa wakati huo huo Uislamu unatufunza kwamba mtoto wa kike anakuwa mapema kuliko mtoto wa kiume. Kwa hivyo kama mmezaliwa nyie mapacha wa kiume na wa kike, dada yako atakuwa mtu mzima kabla ya wewe. Kwa maana nyingine ni kwamba mabadiliko ya kimaumbile yatatokea mapema kwake kabla yako. Hii ni katika hikma za Mwenyezi Mungu, si mambo yanayotokea kwa bahati mbaya. Kwa maana nyingine atakuwa na uwezo wa kupata mtoto kabla yako ukiwa wewe ni wa kiume. Sasa hii ina maana kwamba kuna uhusiano baina ya vitu hivi, kwamba kukua kwa akili na kukua kwa mwili viko sawa sawa. Kukua kiroho na kukua kimwili ni vitu vinakwenda sambamba. Sasa mtu mzima katika Uislamu ni mukallafu. Mukallafu ni yule aliyekalifishwa, ameamrishwa kwamba aswali, na kama ataacha kuswali kuna adhabu. Lakini mtoto hajalazimishwa, bali atalelewa katika mazingira ya ibada, na zile ibada atakazozifanya thawabu zake zitakwenda kwa wazazi wake waliomlea, waliomuandaa kiibada, na yale madhambi hata hukumiwa kwayo kwa sababu si mtu mzima kisheria. Sasa ulimwengu unakosea, ndio tunataka kwenda katika mambo ya kiakhlaqi, tujue kwamba yale mafunzo ya Kiislamu na miongozo yake ni akhlaqi tosha, na si akhlaqi tu, bali ina athari katika maisha kimaumbile, sababu kila lililoamrishwa lina maslahi yake kwa mtu binafsi na kwa jamii. Sasa kukua kwa akili na kukua kwa kiroho ni vitu vinakwenda sambamba. Mwili unakwenda sambamba na upande wa kiroho katika kukua. Ulimwengu ulikosea ulipomuita mtoto wa shule au kijana aliyekuwa baligh mukallaf kuwa ni mtoto, wakati ni kijana anasoma sekondari, yuko form 2, form 3, form 4, form 5, form 6. Kwa hivyo kwenda mpaka form 6 ni mtoto. Sasa wale vijana wamekuwa na tayari miili yao kimaumbile inahitajia yale mahusiano ya kijinsia, kwa sababu ndiyo maumbile. Sasa ajabu, ulimwengu unapokuja kuzungumza mambo ya homosexuality, wanataka empirical evidences kwamba huyu mwanaume anayetaka kuoa mwanaume mwenzake na huyu mwanaume anayetaka kuolewa na mwanaume mwenzake, huo mvuto wa kuwa na mwenzake mwenye jinsia moja ni maumbile au ni tabia tu kataka? Mwaka 73 wanasema walifanya utafiti, wakagundua kwamba kuna viashiria ndani vinavyoshawishi baadhi ya watu kuvutika na jinsia yao tu. Kwa hivyo si haki za binadamu pale tunapowanyima jambo hilo, kwa sababu hatamani mtu ambaye ni wa opposite sex. Yeye ni mwanamke anataka mwanamke mwenzake, yeye ni mwanaume anamtaka mwanaume mwenzake. Kwa hivyo kuwazuia ni kuwalazimisha kitu kinyume na maumbile yao, kwa sababu sayansi imetuonyesha na tunazo evidences kwamba hawa watu hawajataka wao wenyewe, bali ni maumbile yamewasukuma.
Ndio haya mambo tunapoyazungumza lazima tuzungumze dhana ya fatalism aljabriya ambayo tutaizungumza baadaye. Sasa hawako yani hawana kile kinachoitwa free willing au free will kwa maana ya uhuru wa kuamua kwamba wasifanye hilo tendo kwa sababu linatoka ndani, ni sehemu katika maumbile, kama ambavyo wewe mwanaume unatamani kama ilivyokuwa kawaida mtu wa opposite sex na mwanamke vile vile wao wako kinyume, kama unavyotamani wao wanatamani, lakini kwa the same sex. Na ajabu sasa ulimwengu kule umepigania haki za binadamu kwamba ni haki zao, tukatangaziwa sisi walimwengu kwamba kama hamtaki mtanyimwa misaada kwa sababu mnadhulumu watu wanahitajia kutekeleza mahitaji ya kimaumbile, nyie mnawanyima. Lakini ulipokuja katika hukumu zake maumbile hayatizamwi. Sasa wale watoto waliokuwa mashuleni ambao wamekuwa watu wazima, maumbile yameshawaambia nyie ni watu wazima, tunadanganya ulimwengu na kuwadanganya wao, na kwa hakika tuwadanganya, tunawaambia nyie watoto wadogo, mimba za utotoni. Matokeo yake wanatuonyesha kivitendo kwamba wao si watoto wadogo, na pamoja na hivyo hatuelewi. Tunasema kwamba wamepata mimba za utotoni, mimba za bahati mbaya, na tunapowachanganya pamoja mashuleni hatujali kwamba tayari miili yao imeshafikia mahala imejenga hisia za kijinsia na ni watu wazima. Kwa hivyo lazima tuwaambie nyie ni watu wazima, kisha tuwahukumu kiutu uzima, tuwatenganishe, tuweke mipaka, unless otherwise elimu isiwe ni kikwazo kwa mtu kuoa au kuolewa. Na ulimwenguni hatutokuwa watu wa kwanza kutekeleza hilo, pengine ikaleta utulivu. Kuna wangapi wamefeli kwa sababu ya mambo ya kimapenzi? Wengine ni mabinti masha Allah wameanza shule vizuri, lakini ukaingia ukungu fulani ukaziba akili zao, ukungu wa mapenzi. Wengine ni vijana wazuri walikuwa na jitihada zao katika kuanzia primary mpaka mwanzoni mwa sekondari, lakini ukapita ukungu fulani wa mapenzi ukafunika akili zao wakafeli. Haya ni mambo yanayotokea sana, lakini tungewasindikiza kule wanapotaka madhali ni halali. Kwa nini kijana wa chuo kikuu, kijana anayesoma diploma, hatutizami umri wake? Tunamtizama kama ni mtu mzima, anaweza kuoa au kuolewa, na akiwa pale anasoma na ana mke au ana mume si tatizo. Akipata ujauzito kuna taratibu zinazotumika za kichuo, wala hawezi kukosa chuo kwa sababu amepata ujauzito au kwa sababu amejifungua. Anaweza akakosa mitihani akafanywa special au vyovyote, na vivyo vyote duniani vinafanya. Kitu gani kimetunyima sisi? Kwa yule anayetaka kusoma, hana kiherehere cha mambo hayo, tumsindikize, tuende naye sawa sawa, tusimuingize katika mambo ya ndoa, acha afikie malengo yake. Kwa yule anayekwenda speed na hasikii, aelewi, tusingojee apate ujauzito kisha aharibu shule yake akae nyumbani kulea. Kama yuko serious na jambo lake, wazazi wakae. Kwa nini hatuna mfumo huo? Lakini pawepo na uwiano baina ya elimu yake pamoja na ile ndoa yake. Apewe semina, aelimishwe, afundishwe, aridhike mwenyewe. Akijua hilo hatakuwa na kiherehere cha mambo hayo, kwa sababu imma uingie, hakuna mambo ya kubipu, na imma ukae pembeni. Lakini kuwepo baina ya kuingia na kukaa pembeni, ukawepo katikati, kwamba wewe si mke lakini pia unafanya mambo ya ngono, una uhusiano wa kindoa. Kwa hivyo unataka njia ya katikati. Hakuna njia ya katikati katika Uislamu, lakini makosa ni kule kutokuwa na vigezo vya kimaumbile. Uislamu ni dini ya fitra. Kwa hivyo hilo lifahamike. Vile vile tujue mambo ambayo tutayazungumza baadaye. Tunataka kuzungumza kwamba yale maadili na tabia zilizohimizwa katika Uislamu zina maslahi na binadamu. Akizikiuka ni ile alla tatghaw fil mizani. Mungu hakukomea hapo, hakuishia hapo, aliendelea kwa kusema wa aqimul wazna bil qist wala tukhsirul mizana. Sasa hapa ametoka katika takwin kwa maana ya maumbile
namna ulivyoumbwa wewe na nidhamu iliyokuepo, system iliyokuepo na michakato mbalimbali inayojiri, namna sayari, dunia, mbingu, ardhi, bahari, hewa na ecosystem kwa ujumla. Kule sasa anakuja katika qadaya tashri'iyya, katika mambo ya sheria, alla tukhsiru na waqimul wazna, simamisheni mizani ya haki mnapopima. Wailun lilmutaffifin, simamisheni mizani, wekeni vipimo sawa sawa. Na mizani hapa imetumika kuwakilisha dhana za kisheria, qadaya tashri'iyya, kutoka katika qadaya takwiniya. Wa aqimul wazna bilqisti, kwa uadilifu simamisheni mizani mnapopima. Wala tukhsiru fil mizani au wala tukhsiru al mizana, na wala msipunje katika mizani, msipunje wale mnaowauzia, hakikisheni mmewapa sawa sawa. Dhana ya uadilifu katika vipimo. Sasa si swala la kibiashara tu, lakini hiyo ni hukumu ya Kiislamu, ni haramu kumpunja mtu katika vipimo. Sasa uwezo ukasema kwamba pamezungumzwa mizani tu, ikiwa kilo naweza nikampunja nyama, kataka kilo moja, mimi nikamuuzia kilo kasorobo, nikamwambia ni kilo moja, kwa kuirekebisha ili na kuiharibu ile mizani, ikapima robo 3 ya kilo kuwa ni kilo. Kisha nikasema Mungu kasema mizani na hii ni kilo. Hapana, bila shaka inawakilisha hilo, inaingia katika mizani, inaingia katika vipimo vya lita. Utakapomwandikia mtu kwamba hii ni nusu lita, iwe ni nusu lita kweli, kwamba maziwa haya ni nusu lita, juisi hii ni nusu lita, maji haya ni lita 1, iwe kweli ni sawa sawa. Ndio maana la tukhsiru almizana, msipunguze katika mizani, kwa sababu ni yale alla tatghau fil mizan was-samaa rafa'aha wa wada'a almizana, kwamba amenyanyua akaweka mizani, repercussion yake itakuwa mbaya, athari yake itakuwa mbaya. Sasa hii ina maana kwamba Uislamu ni fitra, automatical, tilqaiyan, athari kimaumbile itakuwepo tu, yani Mungu kaseti tayari kishaweka. Ndio maana wataalamu wa lugha wanasema katika mushtaqati ya neno dhanbun, dhambi, inatokana vile vile na neno dhanabu, kwa maana ya mkia. Dhanbun, dhanab, kwa maana ya kwamba ule mkia kawaida uko nyuma wa mnyama, kila anapokwenda mnyama mkia uko naye, haumwachi. Hii ina maana kwamba utakapofanya jambo la dhambi kimaumbile, bila hata Mwenyezi Mungu sasa kuteremsha adhabu, kimaumbile lina athari mbaya, itakuandama, itakwenda na wewe. Kuna kutubu, Mungu akakusamehe, lakini ile athari ipo. Kama kirusi kishaingia, kitaleta athari yake, athari za kimaumbile. Ndio moja katika maana ya aya isemayo wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Moja katika maana yake ni kwamba iogopeni adhabu inapokuja, kwa sababu haito wasibu wale waliotenda tu, ni kwa sababu ile repercussion yake itaenea jamii. Lakini fitnatan kwa maana ya kwamba ogopeni matokeo ya vitendo vyenu, kwa sababu hayatoishia kwenu tu, yatakwenda zaidi. Na maana hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi akatoa mfano wake maarufu, mfano wa meli. Ukiwa na utaratibu wa uharibifu, sasa ukaharibu, ukatoboa ile meli, si kwamba wewe uliotoboa tu ndio utazama, waliokuwa chini waliokubaliana na utoboaji watazama, na waliokuwa juu ambao hawahusiki pia watazama. Kwa hivyo ndio maana ya amrun bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, kwa sababu ni kumzuia mtu kuwadhuru nyie. Anapofanya uzinzi, pakazaliwa mtoto wa nje ya ndoa, mtoto yule akakosa malezi kwa sababu hana baba na mama, na kisaikolojia unapofanya tendo lile haui katika hali ya kawaida, ni kama mwizi anayefukuzwa. Ile situation yako psychologically inaathiri vile vile kizazi mtoto atakayezaliwa. Sasa kama mtoto atakayezaliwa ataathirika, kisha kesho akaingia katika jamii akawa muovu, anamdhuru nani? Je, anamdhuru baba yake tu alomzaa nje ya ndoa, au mama yake tu, au anaidhuru jamii? Kwa hivyo tuogope hiyo fitna, kwa sababu repercussion yake itaenea katika jamii. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima
يحبه ويرضاه إنه ولي التوفيق وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور.